kwa jina naitwa Mwalimu Valentine Boniface Mao, mweka hazina kutoka wilaya Mbulu, mkoa wa Manyara, na ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa. Tuko hapa kwa ujumla kwa ajili ya kufanya uchaguzi ngazi ya taifa, tupate viongozi wa kitaifa. Viongozi wetu ambao ni kuanzia ngazi ya rais, makamu wa rais, katibu mkuu, naibu katibu mkuu na mweka hazina, wajumbe wa tukta na wale wadhamini wa chama. Hawa ni muundo wa viongozi wa chama chetu ngazi ya taifa. Vigezo vya kushiriki, kwanza kama nilivyosema, ni awe mwanachama wa chama cha walimu na awe amechangia chama kwa muda wa miezi 3 na zaidi. Kwa kama mwanachama wa chama cha walimu ndiko anastahili kuchaguliwa kuwa kiongozi wa chama cha walimu ngazi ya taifa. Ni kwamba chama chetu kinafanya shughuli za utetezi na kinatetea kwa sababu ni chama ambacho kipo kisheria na inakaa meza moja na mwajiri kujadili maslahi mapana ya mtumishi kama mwalimu alivyo, na vyama vingine bado hawana hata majengo, hawana hata ofisi, makatibu. Sasa chama pekee ambayo kina sifa hizo za kukaa meza moja na mwajiri ni chama cha walimu Tanzania, CWT. Mimi kwa majina ninaitwa Mwalimu Tegemea Mbogela, ninatokea Rungwe, ni mwakilishi wa vijana katika wilaya ya Rungwe, mkoa wa Mbeya. Hapa tunajifunza vitu vikubwa sana. Bila shaka tunatambua chama cha walimu kuna mambo makubwa mengi ambayo yamefanywa. Ukizungumzia maendeleo ya nchi ama maendeleo ya Tanzania, huwezi kuacha kumgusa mwalimu. Kwa hiyo tuko hapa tunajifunza ni namna gani chama cha walimu kinahusiana vizuri au kinashabiana vizuri na serikali katika kuhakikisha kinaleta maendeleo hasa katika nyanja kubwa, nyanja ya elimu. Binafsi kwanza mimi nipende sana kumpongeza Mama Samia kuona kuna umuhimu mkubwa sana kuongeza hiyo 35% ya mshahara, ambapo kima cha chini cha mwalimu ni kuanzia mshahara wa shilingi 500,000. Bila shaka tunatambua maisha yanapanda bei kila siku, lakini Mama Samia anaona kwamba kuna haja sasa ya mwalimu kuvimba, kutembea kifua mbele, kuonekana kwamba na yeye ni mtumishi wa serikali kama ambavyo ni watumishi wengine wa serikali wapo, kwa sababu tunaona kabisa kwamba ukiangalia kima cha chini cha mshahara ilikuwa ni kama 300,000 kwa mwalimu, ilikuwa ni hela ndogo, lakini mama ameweza kuona kwamba mwalimu na yeye anastahili kuweza kuwa na mshahara wa kima cha chini kuanzia shilingi 500,000. Maisha yamepanda bei, lakini tunaona kuanzia sasa maisha yetu yanaenda kuwa vizuri. Nadhani pia hata kwenye risala imeweza kusemwa ni kuhusu idara. Tunatamani sana kama sisi walimu huko kwenye halmashauri tuwe na idara maalum ambayo inashughulikia masuala ya walimu ili kuepusha mlolongo mkubwa, kwa sababu tunatambua huko halmashauri walimu ni kada ambayo inahusisha watu wengi sana. Kwa hiyo tunatamani sana kuwepo na idara maalum ya walimu ambayo itabezi na walimu, itakuwa ni rahisi kuweza kudili na changamoto zetu, lakini pia na kuweza kuzitatua kwa wakati. Neno langu la mwisho ni kwamba uchaguzi, mkutano huu unadili pia na uchaguzi. Kesho tutafanya uchaguzi kuwapata viongozi ambao watatuongoza 2025 mpaka 2030. Natambua kwamba kuna makundi mbalimbali ama makundi tofauti ambayo yanatamani kupata hii nafasi. Ushauri wangu ni kwamba tutakapopata viongozi kesho, basi wote tuweze kuungana kwa pamoja bila kujali ulikuwa kundi fulani, bila kujali ulikuwa kwenye kundi jingine tofauti. Tukishapata viongozi, basi ni wakati wetu sisi kuweza kuungana pamoja na kuweza sasa kufanya kazi ili kuweza kuinua chama cha walimu kiweze kusonga mbele na kuwaletea maendeleo walimu ambao wameweza kutupa nafasi ya kuwawakilisha katika chama chetu.